Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika neno la wakati ulioamriwa linalokuja kwako na Pastor Miamba. Nitasoma neno hilo katika kile kitabu cha Yeremia sura ya 29. Nitasoma ule mstari wa 10. Maandiko yanasema na ule mstari wa 11. Maana Bwana asema hivi: Babeli utakapotimiziwa miaka 70, nitawajilia ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Tunaona haya ni maelekezo Mungu anawapa Israeli wanapoenda kwenye utumwa wa Babeli, yaliyokuwa katika kinywa cha nabii Yeremia. Anawaambia katika nyakati ambazo mnapelekwa utumwani ama katika mapito mnaenda kuyapitia, msidhani ya kwamba mimi sipo pamoja na ninyi, ila kuna mambo nayataka kutoka kwenu, ambayo baada ya hayo mambo kutimia kwenu na muda wangu kutimia kwenu, nitawarudia ninyi. Kwa maana ijapo mnapitia katika hali ya utumwa ama mtapitia katika hali ya utumwa, bado ninawawazia yaliyo mema, kuwapa tumaini siku za mwisho. Nataka niseme kitu kimoja, ya kwamba kuna mtu ambaye unapitia mapito magumu sana. Hili ni neno lako la wakati ulioamriwa, ya kwamba usidhani ya kwamba Mungu haoni. Mungu anaona. Lakini katika mapito unayoyapitia, Mungu anataka ujifunze. Kuna kitu ujifunze ambacho kitatengeneza ushirika na yeye, na baada ya hapo Bwana atakurudia. Inaweza ikawa ni leo ndio siku yako kurudiwa na Bwana. Anaenda kuyatimiza yale mambo mema anayokuwazia wewe, kwa maana anakuwazia yaliyo mema, kukupa tumaini siku za mwisho. Maandiko haya ni ya kwako na neno hili ni la kwako. Wewe unayepitia majaribu, unayepitia changamoto, alafu unaona kama hakuna tumaini, unaishia kukata tamaa, unadhani ya kwamba Mungu hajakuona, unaona kama Mungu hayupo. Katika mambo yote unayoyapitia, kuna jambo Mungu anataka kukufundisha ili uwe na ushirika na yeye. Ninasikia neno hili kwa wakati ulioamriwa. Tengeneza ushirika na Roho wa Bwana leo. Tengeneza ushirika na Mungu leo. Ninaposema tengeneza ushirika, na maana ya kwamba tengeneza mahusiano mapya na Mungu. Kama kuna jambo lilikuwa kufanya linakuzingira kwa upesi, kama kuna dhambi ilikuwa inakusumbua, hebu dhamiria kuanzia leo kuiacha. Kama kuna mwenendo ulikuwa uenenda, hebu achilia, amua leo kuacha. Kuna namna Mungu anaenda kukufanyia jambo jipya kwenye maisha yako. Biblia inaeleza dhahiri ya kwamba taifa la Israeli lilivyopelekwa Babeli, Mungu alikuwa anatafuta ushirika na wana wa Israeli, na anasema nawapeleka kule ili mtakapokuwa kule, katika mapito mtakaopitia kule, mnikumbuke mimi kwa ushirika. Na mara baada ya ninyi kunikumbuka kwa ushirika, ndipo nitawarudia ninyi na kulitimiza jambo jema nililokuwa ninawawazia na nalowazia, jambo jema, kuwapa ninyi tumaini siku za mwisho. Nataka mtu mmoja anayenisikia wakati, ikiwa ni neno la wakati ulioamriwa, unapitia mapito fulani ambayo unahisi kama uko peke yako, nataka nikuambie haupo peke yako. Yamkini unapitia mapito ya kiuchumi, Mungu anakuona, anakutengeneza kwa ajili ya utukufu mkubwa ujao. Kuna nyakati ambazo lazima utengenezwe kwa ajili ya kumiliki utajiri mkubwa baadaye. Kuna namna unatakiwa utengenezwe kwa ajili ya kuwa na nidhamu ya utajiri unaokuja, lakini na ushirika na Roho Mtakatifu kutokana na utajiri unaoenda kubeba. Lazima mtu mmoja aseme, Bwana Yesu, niko tayari kutengenezwa. Na ndio maana huwa tunawasisitiza watu sana kwamba kuna nyakati Mungu anataka kutengeneza kwa utajiri mkubwa ujao. Kwa atakuhakikisha ya kwamba katika utajiri mdogo ulio nao ama katika kidogo alichokupa, unakaa kwenye kumpenda yeye. Hicho kidogo uweze kuwa nacho, na bado ubaki kusoma neno, ubaki kuomba,
uwe mwaminifu kutoa fungu la 10 kwa kidogo ulicho nacho, ili Mungu aachilie kikubwa zaidi. Mungu anataka kuona namna unavyoendelea kuwa na mtu wa maombi, vile unavyoendelea kushiriki katika huduma mbalimbali katika kazi ya Mungu. Kwa labda kama ulikuwa ni mwimbaji, kama ulikuwa ni mwinjilisti, kama ulikuwa ni mtu fulani kanisani, anatamani kuona anapokuongeza katika utajiri, anapokupa amani, anapokupa mke ama mume, anapokupa biashara kubwa, ushirika wako na Mungu uendelee kubaki pale pale. Kwa hiyo kuna nyakati Mungu anapowapeleka Babeli wana wa Israeli, sio kwamba anawachukia. Unapopitishwa kwenye hayo mapito, sio kwamba Mungu anakuchukia, lakini anataka kutengeneza ushirika na wewe. Hebu nataka ufanye jambo ambalo utamhakikishia Mungu ya kwamba hili jambo nalolifanya ni ushirika na wewe Mungu, ni ushirika na wewe Mungu. Inaweza ikawa ni sadaka yako, kaamua ukatoa sadaka yako wakati huu ambayo itaonyesha ushirika, ama unaweza kaamua ukaanza kuhubiria hapo kwenye watu unaofanya nao biashara, ukaambia Mungu yani onyesha kitu, ama unaweza kutuma linki kwa ndugu zako, kwa jamaa na marafiki. Yani fanya kitu ambacho namwambia Mungu, nataka niwe na ushirika na wewe. Halafu baada ya hapo, na kuhakikishia, mara baada ya kufanya hivyo, kuna muujiza mkubwa sana utaingia kwako mchana wa leo. Na nataka mtu ashuhudie, yule atakayeamua kutii na kauli ya kinabii, kauli ya neno hili la wakati ulioamriwa. Fanya jambo fulani la ushirika, fanya jambo fulani linaloonyesha kwamba wewe unataka kuanza upya na Mungu wako, unataka kuanza kuwa na ushirika mpya na Mungu. Anza upya. Kama ulikuwa haushuhudii watu, hauwahubirii watu kwa habari ya ibada za anza siku na Bwana, ama kwa habari ya Kristo, hebu jaribu kuwatumia linki, hebu jaribu kuwashirikisha rafiki zako ambao unajua kuna ibada hizo wanasikilizaga kila asubuhi. Jaribu kufanya namna hiyo, halafu utaniambia kile Mungu anaenda kukifanya. Ama kama ulikuwa umeacha kutoa fungu la 10, hebu shika fungu lako la 10 kwa uaminifu, halafu utaniambia kile Mungu ataenda kukifanya. Ama kama ulikuwa hauwezi kusoma neno umeliacha, hebu kaa kwenye Biblia yako, hebu soma kama sura 3-4 hivi, pata muda hata wa kuomba dakika 2, halafu utaniambia nini kinaenda kutokea. Ni ibada ya wakati ulioamriwa. Babeli ujapopokea watu wangu Israeli, miaka 70 itakapofika, nitawajilia na kuwaonyesha jambo jema, kwa maana ninawazia yaliyo mema. Babeli yako ni mateso unayoyapitia, Babeli yako ni machungu unayoyapitia wakati huu, Babeli yako ni majaribu unayoyapitia wakati huu. Hebu Babeli anaongeleshwa. Yamkini Babeli wako ni ada, yamkini Babeli wako ni kodi ya nyumba, yamkini Babeli wako ni kukosa mtaji. Babeli wako anaongeleshwa mchana wa leo. Babeli wako anaongeleshwa kwa wakati ulioamriwa. Huyo Babeli ataenda kusikilizishwa jambo jema siku ya leo juu ya maisha yako. Huyo Babeli ataenda kusikilizishwa kauli ya Mungu juu ya maisha yako siku ya leo. Ninaona mtu mmoja akifunguliwa, Babeli wake akimwachilia. Bwana akupe neema ya kuachiliwa na Babeli wako. Babeli wako aliyekushikilia akuachie kwa jina la Yesu. Babeli wako anayekutesa akuachie kwa jina la Yesu. Babeli yawezekana ni mahusiano mabaya ya ndoa yako. Babeli yawezekana ni kahaba aliyeingilia ndoa yako. Babeli akuachie katika jina la Yesu. Babeli akuachie katika jina la Yesu. Ukatende jambo linalomuonyesha Mungu ya kwamba unao ushirika na yeye wakati huu ulioamriwa, na kwa hakika yake Bwana atakutendea miujiza mikubwa. Mungu wangu akubariki sana, na utaenda kufanya hilo jambo. Natamani kusikia shuhuda. Natamani kusikia shuhuda. Nataka uchukue wakati huu, nenda kafanye kitu fulani ambacho kitaonyesha kwamba unataka kuanza ushirika mpya na Mungu. Kama ulikuwa utoi fungu la 10, fanya tendo la imani, chukua fungu la 10 kamili litoe. Kama ulikuwa unazembea hadi huko nyuma, chukua fungu la 10 toa wakati huu. Ama kama ulikuwa sio msomaji Biblia, fungua Biblia yako wakati huu, iwe ni ya kwenye simu ama uko nayo kwenye karatasi. Hebu airisha vitu vyote, soma hata sura 2-3, zisome, tafakari, omba hata dakika 2. Nataka fanya matendo yale ambayo unaona ni ya ushirika na Roho wa Bwana. Aidha chukua linki, itume kwa watu 2-3, wakaribishe kwenye ibada za anza siku na Bwana, na kuhakikishia kuna muujiza wako siku ya leo, na kuhakikishia katika ibada hii imebeba muujiza wako. Mungu wangu akubariki sana, na Jehova akuimarishe na kukutegemeza. Amen, amen,
Amen. Basi ukitaka kutoa sadaka yako, utaiachilia sadaka yako, iwe ni fungu la 10 ama ni sadaka ya kukamilisha ibada ya wakati ulioamriwa. Yamkini unasema huu ni ujumbe wangu, utaiachilia sadaka hiyo kwenye ile lipa namba ya M-Pesa. Utaiandika kwamba hii ni sadaka yangu kumuongelesha Babeli wangu, kumuongelesha Babeli wangu. Mungu wangu akubariki sana. Sadaka utaiachilia kwenye lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki sana na uwe na wakati mwema. Amen.